Yes, all the way from Tanzania alipo jina la Diamond Platnumz ambaye ameweka rekodi mpya katika historia yake ya muziki so far. Utakumbuka Diamond siku chache ametangazwa kuwa miongoni mwa wasanii nguri kutoka barani Afrika wenye ngoma ambazo zimefikisha zaidi ya watazamaji milioni 100, ambapo aliweza kushikilia namba 4, but so far aliweka rekodi juzi kati tu baada ya kuwa msanii ambaye amekuwa miongoni mwa wasanii ambao wanatazamwa zaidi na kwenye mapato ya digital amekuwa akifanya poa sana so far. Sasa kitu ambacho kimeweza kushampeni pop this time around ni namna ambavyo Diamond Platnumz ameweka rekodi pale TikTok na kuwa msanii wa kwanza kutoka Tanzania kuwa na zaidi ya watazamaji bilioni 10 kwenye maudhui yake pale TikTok. Imagine, kitu ambacho ni kikubwa so far. Sasa msanii wa muziki kutoka Tanzania Diamond Platnumz ameandika historia hiyo kwa kuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kufikisha zaidi ya watazamaji bilioni 10 kwenye maudhui yake pale mjini TikTok so far. Na utakumbuka zaidi mafanikio hayo yanaonyesha jinsi muziki wake unavyofanikiwa kukuvuka na kukua zaidi, pia kuvuka mipaka na kuwafikia mashabiki wengi duniani. Kwa mujibu wa takwimu hizo, nchi zinazoongoza kwa watazamaji wake wengi wa maudhui hayo ni namba 1 ni pamoja na Nigeria. Utakumbuka kwamba Diamond wakati anaanza safari yake big journey kimataifa, basi nchi ya kwanza ambayo aliweza kupata shavu huwezi kushinda kuitaja nchi ya Nigeria, ambayo ilikuwa very blessed na ilimfanya kuwa miongoni mwa wasanii ambao kutoka Tanzania kuweka rekodi mbalimbali so far. Utakumbuka kolabo yake ya kwanza ya mwaka 2013 na Obio. Tukizungumza Obio ni mtu na robo 3 ya David ambaye waliweza kuachia track yao ya number 1. Kutokea hapo safari yake nchini Nigeria imekuwa miongoni mwa safari kubwa sana kwenye kiwanda chake cha muziki. So far namba 2 nchi ambayo imeongeza kuwa na watazamaji wengi wa maudhui yake pale mjini TikTok ipo Kenya. Na utakumbuka zaidi mwaka 2017 Diamond aliwahi kuhusishwa na maishu zima ya kuhamia Kenya, namna gani ambavyo mashabiki walikuwa wanamuappreciate kwa kile ambacho anakifanya. Lakini namba 3 ipo jina la Mama Kizimkazi Tanzania, ambapo wameweza kushika nambari 3 kwa kutazama maudhui yake so far. Na nambari 4 tupo pale Washington DC na ambapo Marekani imekuwa miongoni mwa nchi ambayo inatazama sana maudhui yake Diamond Platnumz. Na utakumbuka zaidi ni miongoni mwa wasanii wa kimataifa ambao wanazidi kufanya poa sana katika kiwanda hiki cha Bongo Flava so far. Hatua hii ni mafanikio makubwa kwa Diamond Platnumz na pia inaendelea kuitangaza muziki wa Tanzania katika jukwaa la muziki duniani so far. Niambie kwenye upande wa comment section ni msanii gani ambaye this time around unatamani kumuona au kufanya makubwa zaidi ambaye anafanya Simba la Masimba kutoka ardhi ya Mama Kizimkazi away from Dar es Salaam Tanzania. Yes, this is Smile Media TZ. Tunahakikisha kuwa unazidi kupata kila ambacho unakipata kutoka hapa, ambapo Ruge the Great muda wote ni kwa nyuma ya kipaza, nyuma ya hiti kukutoja ni kitu gani ambacho kimeweza kuchukua nafasi kubwa kwenye upande wa burudani. One more time. Bida.